Serikali imezamilia kuboresha hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa kuijenga upya ili kuwezesha huduma zote kutolewa ndani ya jengo moja litakalokuwa na vitanda 1757 kutoka 1435 vya sasa, ambapo mradi huo utagharimu dola za Kimarekani 468 milioni, takribani trilioni 1.2, ambapo kati ya fedha hizo dola za Kimarekani 364 milioni zinatoka Korea Kusini na serikali ya Tanzania itachangia dola milioni 104. Hayo yameelezwa leo na mkurugenzi wa huduma za upasuaji Dr. Lecho Muhavile kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa MNH wakati akitoa taarifa ya umma juu ya mafanikio ya kipindi cha miaka minne chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kuwa sasa upembuzi yakinifu na mradi huo umekamilika, hivyo hatua mbalimbali za kusaini mkataba kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Korea Kusini zinaendelea vizuri. Amesisitiza kuwa utekelezaji wa mradi huo ni awamu mojawapo ambayo itachukua miaka 5 kukamilika baada ya kusaini mkataba. Hatua hii haihitaji utoaji wa huduma hospitalini hapa, hivyo huduma zitaendelea kutolewa kama kawaida. Utekelezaji wa mradi huo wa kihistoria katika sekta ya afya nchini na ukanda wa Afrika utakuwa na faida lukuki, ikiwemo kuboresha kwa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kupitia vifaa tiba vya kisasa, kwamba serikali itapunguza kiasi kikubwa ya matumizi ya fedha kusafirisha wagonjwa nje ya nchi. Aidha, kutawezesha wagonjwa kupata huduma zote eneo moja, kupunguza mizunguko na usumbufu, pamoja na kuwa na mpangilio mpya hospitali, huku eneo kubwa likibaki wazi kwa matumizi ya maendeleo mengine miaka 50 ijayo. Hospitali ya taifa ya Muhimbili yenye kampasi 2. Hii ni hospitali ya rufaa ya kitaifa kubwa kuliko zote nchini. Ina vitanda 2043, ambapo Upanga kuna vitanda 1435 na Mloganzila vipo 608. Katika kampasi zote mbili wagonjwa 4000 wanaonwa kwa siku.